Hospitali yetu inapatikana wilaya Kibiti, mkoa wa Pwani. Ni kilomita takriban 150 kutokea Dar es Salaam kuelekea barabara ya Lindi na Mtwara. Ziko faida nyingi ambazo tumeweza kuziona tangu tumeanza mwaka 2021 kuwa na hii huduma ya umeme wa jua. Kwanza umetusaidia upande wa kutoa huduma. Kwa asilimia kubwa sasa huduma zetu zimeimarika, sababu tunapokea rufaa nyingi kutoka vituo vya pembezoni na tunahitaji kuwa na umeme wa ziada. Ukizingatia kwamba wakati mwingine umeme kutoka gridi ya taifa TANESCO huwa una katika wakati fulani. Lakini sisi tumekuwa na stable power supply. Umeme huu ambao ni wa nguvu ya jua umekuwa ni option namba 1. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata tukiwa theater, tukiwa tunashughulika na dharura zile za upasuaji kama wakina mama walioshindwa kujifungua, tunakuwa na uhakika. Kwa sasa hivi tunatembea karibia kutwa nzima umeme tunatumia ni wa sola. Hatutumii TANESCO. Na hata tunapohudumia wagonjwa mahututi ambao wanahitaji matumizi ya oksijeni, zile concentrator muda wote, tunakuta kwamba tunaweza tukawahudumia wagonjwa wa aina hiyo. Lakini pia kuna watoto wachanga wale ambao wanahitaji kukaa katika mashine kupata joto. Pia unakuta mashine zetu zinarani vizuri bila hitilafu yoyote na wagonjwa wanahudumiwa vizuri. Tumefanikiwa kuepuka vifo vya kina mama wajawazito. Hatujapata kifo hata kimoja katika ile mambo ya maternal death. Na pia vifo vya watoto wachanga vimepungua kwa asilimia kubwa kulingana na uwepo wa umeme wa uhakika wa kutosha. Kwa hiyo kiufupi tunashukuru sana, na tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo wametoa ni nafasi kwa mashirika haya ambayo kwa mfano hili shirika la AG Energy tumeweza kupunguza gharama kwa 70%. Naweza kusema kwamba mradi huu umetusaidia kwa maana ya kwamba pale ambapo tunahitaji kufanya huduma za haraka, mradi huu muda wote upo kwa ajili ya kutusaidia, kwa maana ya kwamba ukilinganisha na umeme wa TANESCO ambao umekuwa ukiingia na kutoka wenyewe unakuwa muda wote. Kwa masaa ya kufanya operation yameongezeka, lakini pia tumekuwa na uhakika wa kufanya operation hata zaidi ya mara 2. Juu ya yote tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadau mbalimbali ambao wamewezesha mradi huu, kianza na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia wadau wetu wakuu ambao ni wadhamini wetu wakuu la Commission International, lakini pia makanisa ya Kiswedish kutoka Sweden, makanisa yote ya Kipentekosti ya Sweden, na mwisho kabisa kanisa letu la SPCT Tanzania. Asanteni sana. Tunafurahia mradi AG Energy, save.